Waziri wa mambo ya kigeni wa Marekani Marco Rubio amesema kwamba vita nchini Ukraine vitakwisha tu hata kama rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky atakataa kusaini. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani amekadiria matumaini mnamo siku ya jana Jumapili baada ya kile alichokitaja majadiliano yenye tija kati ya maafisa wa Ukraine pamoja na Marekani yaliyofanyika huko Geneva nchini Uswisi, ambayo yalikuwa na lengo ya kusimamisha vita nchini Ukraine. Mazungumzo hayo huenda yalikuwa yenye tija na maana hadi sasa, Rubio aliwaambia waandishi wa habari baada ya kikao cha kwanza. Mpango wa amani wenye pointi 28 uliotolewa na rais wa Marekani Donald Trump unaendelea kubadilika, huku wajumbe wa mkutano huo wakijitahidi kufikia masharti ambayo yatakubalika kwa Ukraine na Urusi. Rubio alisema, "Hii ni hati iliyo hai inayopumua. Kila siku kwa pembejeo inabadilika." Alisema, "Vitu vilivyobaki wazi sio vya kushindwa, tunahitaji tu muda zaidi kuliko tuliokuwa nao leo," alisema bwana Marco Rubio. Marco Rubio amesema kwamba sasa ni lazima vita hivi viishe. Hakuna namna vita hivi vinaweza vikaendelea. Rais wa Ukraine pamoja na rais wa Urusi watapaswa vimalize vita hivi. Rais wa Urusi hana shida, lakini ni upande wa Ukraine juu ya pointi hizi 28 ambapo imekuwa na pingamizi fulani kutokana na mashinikizo kutoka kwa magharibi. Pendekezo la Marekani lilikuwa limevutia ukosoaji wa pande mbili kwa makubaliano yake na Urusi. Mpango huo unaweza kuwa shinikizo kwa Kiev kuachia eneo na kupunguza ukubwa wa jeshi lake na kuahidi kutojiunga na NATO ili kumaliza vita hivyo, madai yote ambayo yalikuwa ni ya muda mrefu ya Kremlin. Katikati ya uchunguzi huo, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani alishikilia kuwa pendekezo hilo liliidhinishwa na Marekani na maoni kutoka kwa Warusi na wa Ukraine. Ikulu ya White House imesema marekebisho ya ufafanuzi yalifanywa kwa pendekezo hilo kwa maoni kutoka kwa maafisa wakuu wa Amerika, wa Ukraine na Ulaya huko Geneva, na kuongeza kwamba wa Ukraine wanaamini kuwa rasimu ya sasa inaonyesha maslahi yao ya usalama wa kitaifa, lakini wakihisi kwamba ni Urusi ambayo imependelewa katika makubaliano hayo. Wajumbe wa Ukraine wamethibitisha kwamba masuala yao yote makuu, dhamana ya usalama, maendeleo ya muda mrefu ya uchumi, ulinzi wa miundombinu, uhuru wa urambazaji na uhuru wa kisiasa yalishughulikiwa kikamilifu wakati wa mkutano, ikulu ya White House ilieleza. Hisia za matumaini ziliungwa mkono na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky, ambaye alisifu matokeo makubwa kutoka kwa mkutano huo. "Mengi yanabadilika na tunafanyia kazi kwa uangalifu sana juu ya hatua zinazohitajika kumaliza vita." Zelensky kwa upande wake alisema katika anwani ya video iliyowekwa kwenye Telegram kwamba lazima tukae pamoja tuangalie ni wapi tunaweza tukaanzia. Mkuu wa wafanyakazi wa Zelensky Andriy Yermak aliwita mkutano wa Ukraine na Marekani wenye tija sana na akatoa shukrani zake kwa Trump kwa kujitolea kwake kuleta amani. Hata hivyo, ni dalili dhahania za maendeleo zilikuja saa chache baada ya Trump kukashifu uongozi wa Ukraine kwa kutoonyesha shukrani kwa juhudi za Marekani za kuleta amani. Lakini moja kati ya mambo ambayo bwana Marco Rubio alisema ni kwamba mataifa magharibi yanapaswa kuwa makini juu ya mpango huu wa amani, kwani yanaweza yakauharibu na hatimaye muendelezo wa vita katika nchi za Ulaya. Endelea kuwa nasi, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii. Utakuwa ukipata habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.